Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika taarifa zetu za sasa. Tazama hii video hadi mwisho hamu yale ambayo yanaendelea kujiri katika maandalizi ya mazishi na mbunge William Lukuvi. Na kama ulivyotazama hiyo video, ni kaburi ambalo lilikuwa limechimbwa la William Lukuvi, ambapo kuna nyoka mmoja aliweza kupatikana katika kaburi hilo ambalo liliweza kuzua gumzo mtaani, na wakazi, wanafamilia na pia marafiki wa William Lukuvi waliweza kushangazwa na tukio hilo ambalo limeweza kutokea, ambapo kaburi liliweza kuchimbwa ili kuandaa mazishi ya mwenda zake William Lukuvi. Lakini kabla hataweza kuchambua maana ya hilo tukio, tungependa tu kusikia kutoka kwako. Je, kwa kabila utokako, je, ukipata nyoka kwenye kaburi ina maana ipi? Ina maana ipi? Tungependa tu kusikia kutoka kwako. Tuandikie maoni yako hapo chini ili tuweze kujadiliana kwenye comment section. Na taarifa zilikuwa zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa mheshimiwa Lukuvi hakuwa amekufa kifo cha kawaida, na kifo chake kilikuwa cha utata. Kumbuka, wasemaji wa serikali waliweza kutamka na kusema kuwa alipata mshtuko wa moyo, na pia Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu alisisitiza kuwa alikuwa ameongea na mheshimiwa William Lukuvi, alikuwa sawa kiafya na hakuwa na dalili hizo zote za ugonjwa, na ni swala ambalo limeweza kuzua gumzo na mjadala mtaani na pia kwenye mitandao ya kijamii. Je, mheshimiwa William Lukuvi alikufa kifo cha aina ipi? Wengi wakisema kuwa William Lukuvi hakufa kifo cha kawaida, bali aliweza kuuawa, akiwemo Mange Kimambi na pia watetezi wa haki za kibinadamu na wanaharakati wengi wameweza kuzungumza kupitia mitandao ya kijamii kuwa hakufa kifo cha kawaida, bali aliweza kuuawa, na wengi wameweza kuchambua kuwa wana njama ya kuwamaliza viongozi wote ambao ni Wakristo ambao wako katika uongozi, na Wakristo ndio target kubwa kwa wao kumalizwa. Je, unakubaliana na hayo? Hebu tu tuangalie baadhi ya maoni, na kabla tuangalie baadhi ya maoni, ishara ya nyoka hiyo kupatikana kwenye kaburi la mheshimiwa William Lukuvi ni ishara eti ya yeye hakufa kifo cha kawaida, bali aliweza kufanyiwa ushirikina. Hiyo tu ni maoni kutoka kwa baadhi ya maaskofu ambao wameweza kuchambua. Hebu tu tuangalie baadhi ya maoni ambapo wananchi wameweza kutuma maoni yao kuhusiana na hili tukio la ajabu ambalo linaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Kama huyu ameweza kuandika na kusema: Wakristo kuweni makini huko kwenye uongozi wenu, mtaisha lisemwalo lipo kama halipo laja. Hivi mnajiamini? Je, moyo kaeni chonjo, kampeni ni kubwa. Haya we tumieni tu, ila Mungu atajibu, tukazeni na maombi. Huyu ameweza kusisitiza kuwa wananchi waendelee kukaza maombi ili kuombea Wakristo wote ambao wako katika uongozi, kwa kuwa hao ndio target kuu. Je, unakubaliana na yeye? Tuandikie tu maoni yako hapo chini. Hebu tuangalie maoni mengine hapa. Huyu ameandika na kusema Kristo tu ndo wanaondoka, na ni swali ambalo ameweza kuuliza Wakristo tu ndo wanaondoka, na ni swali ambalo wengi wameendelea kujiuliza. Daniela ameandika na kusema watawamaliza, wakimaliza wataanza kutafunana wao kwa wao. Kama unavyoona ni baadhi tu ya maoni, wengi wakisema kuwa maombi ndio itaweza kukomesha haya, wengi wakiwataja Wakristo waweze kuwa makini katika uongozi. Maoni yako ni yapi? Tuandikie maoni yako hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini.